Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza hapo awali, bajeti hii ni ya kwanza katika utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa ambao ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Ili kufikia malengo yaliyoainishwa katika dira hiyo, ni muhimu kwetu sote kujituma na kuwa na umoja na mshikamano wa kitaifa katika utekelezaji wa mipango na maendeleo. Aidha, wananchi sote hatuna budi kuchangamkia kikamilifu fursa zinazojitokeza kwa utekelezaji wa bajeti nchi yetu kwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON ili kujiongezea kipato na hivyo kuboresha ustawi wa jamii. Mashindano ya AFCON yanaleta fursa adhimu hususan katika utoaji wa huduma za vyakula, malazi, usafiri na utalii. Fursa kubwa zitakazojitokeza pia katika miradi mikubwa inayotarajiwa kuwekezwa nchini ikiwemo LNG, uchimbaji wa makaa ya mawe na chuma na uchakataji wake wa chuma cha pua, pia na sekta ya ujenzi, usafirishaji, madini, nishati na gesi. Tuzichangamkie ipasavyo fursa zote hizo na nyingine zinazojitokeza nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoainisha hapo awali, serikali inaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na ufanyaji biashara nchini ikiwemo maboresho ya mfumo wa kodi kwa lengo la kuvutia uwekezaji, kuhamasisha urasimishaji wa sekta isiyo rasmi na uanzishaji wa biashara mpya na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi. Serikali pia itarahisisha malipo kwa kupunguza matumizi ya fedha taslimu ili kuhakikisha kuwa mageuzi haya yanajenga uchumi wa kisasa pasipo kuacha nyuma wananchi katika gurudumu la ujenzi wa uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Spika, naomba nimalizie kwa kulishukuru kundi maalum katika jamii yetu, kundi muhimu na maalum katika jamii yetu. Kwa moyo wa dhati kabisa ninawashukuru viongozi wote wa dini kwa mchango wao mkubwa wanaotoa katika kujenga na kudumisha amani, maadili na mshikamano wa kitaifa. Imani yetu ya kiroho ni msingi muhimu wa umoja wetu na maendeleo ya nchi yetu. Tunawashukuru sana viongozi wetu kwa sala na dua zenu za kuiombea nchi yetu, viongozi na wananchi kwa ujumla. Kwa hakika sala na dua hizo zimeendelea kuimarisha umoja, utulivu na mafanikio ya taifa letu. Na waomba wasichoke, waendelee kuliombea taifa letu hasa pale shetani anapotupa majaribu yake. Mheshimiwa Spika, naomba sasa bunge lako lipokee, lijadili na kuidhinisha mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka 2026 na 27. Mungu ibariki Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono.